Bwana ikawaka juu ya Daudi. Sasa muuliza swali atauliza, je, kipi kilianza au ilitokeaje hasira ya Bwana ikatokea juu ya Daudi kabla hajawahesabu? Na baada ya kuhesabu hasira ya Bwana ikiendelea kuwa kubwa. Bwana asifiwe sana. Ndio lilikuwa swali ambalo liliulizwa. Sasa nataka nilijibu kwa namna hii. Cha kwanza tuelewe jambo hili moja. Bwana asifiwe sana. Kabla hasira ya Bwana haijawaka, kinachotangulia kabla ya hasira ya Bwana ni uovu ndani ya Israeli. Kwa tunaposema hasira ya Bwana ikawaka juu ya Israeli, maana kabla ya hasira ya Bwana kuwaka kuna kitu kilifanywa na Israeli ambacho kilipelekea hasira ya Bwana iweze kuwaka. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo hasira ya Bwana ni matokeo ya dhambi walioifanya Israeli, ndio ikapelekea waweze kughadhibikiwa na Mungu. Kwa hiyo Daudi naye pia kwa sababu ya hasira ya Bwana na dhambi iliyokuwa inatawala, akaendelea katika dhambi bila kuweza kutubu, ndipo akashawishiwa kuendelea kuwahesabu watu kinyume na mapenzi ya Mungu. Kwa hiyo kuna uwezekano mtu akawa yupo katika hali ya dhambi au katika hali ya kukosa na sikuweza kutubu, yule shetani anaendelea kumtumia kama apendavyo shetani, na akiendelea kumtumia shetani, ndipo hasira ya Bwana endelea kuwaka, na anaweza Mungu akaghadhibika kiasi cha kuweza kumfutilia mbali mtu huyu. Bwana asifiwe sana. Tumeona nyuma huko Mungu alipoona hasira yake imefika juu, aliweza kufuta. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Lakini kuna maswali mengine yaliulizwa pia. Ninaomba kama kutakuwa na mtu ambaye ameanukuu au anaweza kufungua, anisomee kwa haraka ili tuweze kuyafafanusha, tuweze kuendelea. Kuna swali liliulizwa kuhusu Roho Mtakatifu. Naomba mmoja aweze kutusomea ili tujifunze kwa faida ya wote. Haleluya. Bwana asifiwe. Na kisha tutaenda kwenye ujumbe wetu, tunapitia maswali kidogo. Naomba somaji nisomee kwa haraka sana. Bwana asifiwe sana. Nitasoma kwa jina la Yesu. Amen. Ambapo swali la kwanza linasema hivi. Ndio. Je, ukiwa unanena kwa lugha lazima uwe na maana ya hicho kitu unachokizungumza? Amen. Amina. Swali la kwanza. Bwana Yesu asifiwe sana. Nadhani nimesikika na nitalijibu. Wakorintho wa kwanza sura yake ya 14. Wakorintho wa kwanza sura 14. Nitasoma mstari wake wa pili na pia nitasoma mstari mwingine. Inasema maneno haya, maana yeye anenaye kwa lugha hasemi na watu, bali husema na Mungu, maana hakuna sikiaye, lakini anena mambo ya siri katika roho yake. Bwana asifiwe sana. Lakini mstari wa 6 inasema hivi, ila sasa ndugu, nikija kwenu na kunena kwa lugha, nitawafaidia nini isipokuwa nasema kwa njia ya ufunuo, kwa njia ya elimu au kwa njia ya hotuba? Bwana asifiwe sana. Hapa kuna mambo ni muhimu kuyajua. Kuna kunena kwa lugha kwa ajili ya mtu binafsi, lakini kuna kunena kwa lugha kwa faida ya kundi zima. Bwana asifiwe sana. Kama unanena kwako binafsi, kama tunaomba ukaanza kunena binafsi, hata kama usipoelewa wewe tafsiri hiyo, haitaweza kukuathiri sisi sana. Lakini kama utanena kama mimi hapa, naweza nikaanza kunena kwa lugha sasa hivi wakati nafundisha. Kama ninyi hamtapewa kufasiri, unajua kunena kwa lugha hata mezani ni katika maombi. Unaweza kunena kwa lugha wakati unaongea hivi kama hivi tunavyoongea. Sasa kama nitanena kwa lugha
wewe huwezi kusikia, utakuwa mimi ni mjinga kwako na wewe utakuwa ni mjinga. Na hapa kwa sababu ya kunena kwa lugha, unaweza ukajikuta unanena kitu usichokijua, kwa sababu unanena katika lugha ambayo huielewi. Sasa kipi kitakuhakikishia kwamba unachokinena kinatokana na Roho Mtakatifu? Ni kitu cha muhimu sana. Hata kama unanena lugha usioweza kuifahamu binafsi, tunapokuja kwenye kundi, kama mtu ananena, Biblia inasema awepo mtu mwenye kufasiri. Kwa mfano mimi nikianza kunena hapa, wakaja mtu ambaye ananena lugha ambayo sio Kitanzania au sio Kiswahili, na sisi wote tumekaa, kama hatuna kalama ya kufasiri lugha, atamaliza kuhubiri na tutaondoka na chochote kwenye ufahamu wetu. Bwana sifiwe sana. Kwa hiyo tunapokuja kunena, kama unanena kitu usichokijua au usichoweza kukielewa, kipi kitakupa uhakika ni Roho wa Bwana? Ndio swali langu la kwanza kwa muuliza swali. Yaani wewe kipi kinakupa uhakika kwamba huyu anayenena sasa hivi ni Roho Mtakatifu au sio Roho Mtakatifu? Kwa sababu hii Shetani naye ana uwezo wa kunena, mapepo yana uwezo wa kunena, lakini tunawezaje kuyabainisha kuwa ni Roho Mtakatifu au ni roho chafu? Bwana Yesu asifiwe sana. Kwamba ni Roho Mtakatifu au ni roho chafu. Kwa hiyo kunena, kama unanena binafsi unaweza kunena, lakini Biblia inasema kama unanena, anenena na aombe kupewa kufasiri. Nitasoma ili nisiliache hapo njiani. Bwana asifiwe sana. Wakorintho wa kwanza hiyo 14 ili tuone Biblia yake inasema. Biblia yake inasema maneno haya, mstari wake wa 26 mpaka 28 nasema, basi ndugu, mmepaje mkutanapo? Kila mmoja ana zaburi, ana fundisho, ana ufunuo, ana lugha na ana tafsiri. Mambo yote yatendeke kwa kusudi la kujenga. Kama mtu akinena kwa lugha, wanene wawili au watatu, si zaidi, tena zamu kwa zamu, na mmoja afasiri. Lakini asipokuwapo mwenye kufasiri, na anyamaze kimya. Sio mimi nimenukuu maneno ya Bwana. Anyamaze katika kanisa, aseme na nafsi yake na tena na Mungu. Sijui hapo panaeleweka? Ulipozi swali lako nitaendelea. Nasema hivi, akiwapo mtu ananena katika kanisa, katika ibada, wanene wawili au watatu, tena kwa kujenga, na wepo wa kufasiri. Lakini kama ananena binafsi, anene na Mungu binafsi. Kwa hiyo ndio maana sema kuna kunena kwa ajili ya kanisa na kunena kwa ajili ya binafsi. Ndio maana ukiwa unaomba, labda tunasema tunafungua kwa Mungu, hakuna mtu anayekuja kusikiliza Mungu unaomba. Hakuna mtu anayekuja kusema unanena kwa lugha, unaongea Kiswahili, unanena lugha ya nyumbani, unanena Kiingereza, hakuna anayekuja. Lakini tukiwa sasa wote tunataka kupata ujumbe kutoka kwenye kile unachokinena, kama ambavyo mtu atasimama sasa hivi aseme mimi nina neno Bwana kanisemesha. Akinisema kwa lugha isiyo ya Kiswahili apatikane wa kutafsiri. Ndio maana hapa kwenye kunena, issue sio kunena. Issue ukinena unajengwa, lakini kanisa linajengwa kwa namna gani? Bwana asifiwe sana. Sasa naomba kwa hapo sijui nimeeleweka kwamba kuna kunena kwa ajili ya mtu binafsi, lakini kuna kunena kwa ajili ya kanisa. Kunena kwa ajili ya kanisa lazima awepo anayetafsiri. Na kwa nini lazima awepo? Nitarudi kitabu cha Wakorintho wa kwanza 14, inasema hivi, mstari wake wa 7. Hata vitu visivyo na uhai vitoapo sauti, ikiwa ni filimbi, ikiwa ni kinubi, visipotoa sauti zilizo tofauti, itatambulikanaje ni wimbo gani unaopigwa kwa filimbi na kinubi? Kwa maana baragumu ikitoa sauti isiyojulikana, ni nani atakayeweza kujifanya tayari kwa vita? Vivyo hivyo na ninyi msipotoa kwa ulimi neno lililo zaidi, lile lililo neno litajulikanaje? Maana mtakuwa mkinena hewani tu. Bwana asifiwe. Kwa hiyo unaweza ukaona neno lakini unanena nini? Hewani. Kwa hiyo tunapokuja kwenye kanisa, nena kwa ajili ya kujenga kanisa. Na tunapokuwa binafsi, nena. Hata mimi nanena. Bwana asifiwe sana. Lakini tunapokuja kwenye ibada, tunanena kwa ajili ya kujenga kanisa. Na kama nitanena binafsi, nitajiachilia na Bwana.
Kwa maana kwenye maombi kila mmoja anaomba kadri awezavyo. Na hapa siwezi kuhubiri kwa lugha, lakini naweza kuhubiri kwa lugha kwa neema ya Bwana. Haleluya. Mungu anaweza kutusaidia kufanya hivyo. Imewahi kutokea. Haleluya. Lakini sasa kwa kuwa hakuna anayefasiri au kwa sababu unaweza kunena kwa hivi na Mungu akatujalia kuelewa, hakuna shida yoyote. Naomba kama kuna swali ambaye aliuliza hapo tuweze kuendelea. Kama karibu hapo. Ndio. Karibu. Amina. Ubarikiwe sana mtumishi wa Mungu. Amen. Na mimi hapo nimepata kuelewa, maana nilikuwa sijapata kuelewa vizuri kwamba ni lazima pale mtu anaponena kanisani lazima yaani watu waelewe, au unakuwa unanena kwa ajili ya kujijenga. Lakini pia kama nimepata jibu na kuhusiana na hiyo, kuhusiana na kwamba ili kanisa lijue au kulijenga kanisa, ni pale nilivyoelewa ulivyosema kwamba ni pale anapokuwa anatoa neno kwa ajili ya kanisa, ndipo mtafsiri awepo au mtu Bwana aliyemteua ili akapate kujua kutafsiri kwa ajili ya manufaa ya kanisa. Sio kama nimeelewa ambavyo si. Amen. Lakini umeelewa. Swali la pili linasema, je, kwani kila unaponena ni lazima kanisa kujua usemacho? Kama hilo ninajibu. Amen. Ni muhimu kujua kwa nini. Kama utanena unamtukana Yesu alafu kanisa likakaa kimya lisipate ufunuo, nini kitaendelea? Au kama utanena unalaani ibada na sisi hatuwezi kuelewa, nini kitatokea? Kwa hiyo ni muhimu tunapokuwa tunanena kwa lugha. Tulianza mwanzo kabisa, ni somo refu ambalo lilitokea mbali. Kuna vitu ambavyo nilifundisha huko. Unaponena, cha kwanza hakikisha unenena umeunganika na Roho Mtakatifu. Unapokuwa unanena hata usichokijua, kama Roho Mtakatifu uko ndani yako, atakupa ushuhuda wa rohoni. Maana hapa ndipo anasema hivi kwenye Warumi sura ya 8:14 na kuendelea, anasema kwamba sisi tunaye Roho Mtakatifu, ambaye Roho Mtakatifu huyo anatusaidia kuomba kwa maneno yasiyoweza kutamkika. Kwa kama Roho Mtakatifu anakusaidia kuomba, haishiki kusaidia kuomba, atakupa na uwezo wa kuelewa. Kwa hiyo kama kanisa kuna mtu ananena kwa ajili ya kanisa, asipotokea mtu wa kuyapambanua, kunawezekana shetani akatumia hiyo mbinu akaliangusha kanisa kwa kulaani. Kwa nini? Nitaendelea leo kwenye kipengele kingine, nitakuja nielewe vizuri. Tunaendelea kwenye kupambanua roho, utakuja nielewe. Kwa hiyo kama ni kanisani mtu ananena, awepo akufasiri. Na hapa Paulo alikuwa anaandika, hakuwa anawaandikia wapagani, anaandika ndani ya kanisa, kwamba kama mtu ananena ndani ya kanisa na awepo wa kufasiri, na kama hakuna na nyamaze ndani ya kanisa. Yaani kwenye utaratibu wa kanisa, kama mtu ananena hakuna wa kufasiri, kama ni mjumbe wa kanisa, basi huyo mtu atakuwa ametuacha hewani. Lakini kama ananena kujijenga, acha apomoke mbele za Bwana. Hata kama mwako ndani bado akapomoka na anaendelea kunena, mwacheni. Kuna wakati wao wanaweza kukushukia binafsi, ukajikuta uko kwenye hali ya kujaa Roho Mtakatifu, ukashindwa kujizuia binafsi. Lakini unapokuja kwenye hii kwa ajili ya kulijenga kanisa, lazima kuwe na umoja katika roho, kwamba akiwepo anayena na wepo anayefasiri, ili tuweze kwenda pamoja. Haleluya. Sijui umenielewa? Amina. Swali jingine ninasema, nini maana ya kukufuru? Okay. Swali zuri. Kitabu cha Ufunuo Azani sura yake ya 17. Kitabu cha Ufunuo sura 17 kuanzia mstari wake wa kwanza mpaka ule mstari wake wa 3. Lakini mtasoma tu mstari wa 3. Akanichukua katika roho hata jangwani, nikaona mwanamke ameketi juu ya mnyama mwekundu sana, mwenye kujaa majina makufuru, mwenye vichwa 7 na pembe. Na mwanamke yule alikuwa amevikwa nguo ya rangi ya zambarau nyekundu, amepambwa kwa dhahabu na kito cha thamani na lulu. Alikuwa na kikombe cha dhahabu mkononi, kilichojawa machukizo na machafu ya uasherati wake, na katika kipaji cha uso wake yameandikwa majina: Babeli, kahaba mkuu, uliyewaangusha wanadamu katika zake.
neno kukufuru, Marko 3 kuanzia mstari wa 5. Inaonekana hapo pia nitakuonyesha naunganisha ili uweze kunielewa. Marko 3 kuanzia mstari wake wa 27 samani. Marko 3 kuanzia mstari wa 27 nasema hivi: hawezi mtu kuingia ndani ya nyumba ya mtu mwenye nguvu na kuviteka vitu vyake asipomfunga kwanza yule mwenye nguvu, ndipo atakapoteka nyumba yake. Amini nawaambia, dhambi zote watasamehewa, ila ya kumkufuru Roho Mtakatifu hawatasamehewa. Watasema maneno mabaya juu ya mwanadamu, lakini watasamehewa. Dhambi ya kukufuru haitasamehewa. Sasa kukufuru kuna level. Hapa niweke vizuri, ni fundisho linalotakiwa lifundishwe vizuri. Neno kukufuru, maana ya kwanza, maana ya nini? Ni kupinga nguvu za Roho Mtakatifu za kweli kwa uongo. Maana ya kwanza. Kwa nini? Kwa sababu hapa Yesu alikuwa anaongea na watu ambao walikuwa wanaona Yesu anafanya ishara, lakini wakawa wanapinga, wanasema si Bwana anatoa pepo kwa nguvu za pepo, kwamba Bwana akafanya, lakini ninyi mnasema Shetani. Kwa hiyo kukufuru kwa maana ya kwanza ni kupinga nguvu za Roho Mtakatifu kwa uongo. Maana ya pili ni kukataa kuokolewa katikati ya neema ya Kristo iliyoachiliwa kwao. Haleluya! Kuna watu ambao kukataa kuokolewa wanakufuru mbele za Roho Mtakatifu kwa sababu neema imewekwa, lakini wamekataa. Lakini maana ya tatu ya kukufuru ni kuipinga neno la Mungu la uzima kupitia mafundisho potofu. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo unaposema kukufuru, kuna kukufuru ambapo kunaongelewa hapa ni kiwango cha mwisho cha mtu kumkataa Roho Mtakatifu na nguvu zake, ndio kunakoongelewa hapa. Kwa nini? Kwa sababu kuna watu ambao walikufuru Mungu wakati Yesu akiwapo, walimkataa Yesu akiwapo, walimpinga, lakini bado walipata neema. Akiwamo na Paulo alikuwa ni mmoja kati ya watu ambao wanapinga watumishi wa Mungu na kuwaua. Kwa hiyo kupitia tendo hilo walikuwa wanakufuru. Bwana asifiwe sana. Lakini walikuwa wanakufuru kwa kupinga nguvu za Mungu. Wanasema hawa si watu wa kweli. Kwa hiyo kulikuwa na elimu imepita ya Sadukayo na Mafarisayo ambayo walikuwa wameiamini. Tena Paulo anasema mimi nilikuwa bora katika elimu hiyo, lakini baada ya kukutana Yesu akaona sio kitu. Kwa nini? Aliruhusu neema ya kuokolewa. Haleluya. Kwa sasa kukufuru ambapo hakusamehewi, sidhani mwanadamu ana kiwango gani cha kufanya ubaya kwa Mungu akashindwa kusamehewa. Ni kiwango cha mwisho cha mtu kuingia katika hali ya kufa bila kumkubali Yesu, ndio kukufuru. Bwana asifiwe sana. Yaani unaweza ukamtukana Roho Mtakatifu ukamkufuru hivi, unasema huyu si wa Mungu, huyu si wa Mungu, lakini bado Mungu akakusamehe. Bwana asifiwe sana. Yaani unaporudi kwa Bwana kwa toba ya kweli, Mungu anakusamehe. Petro alimkana Yesu mara 3, lakini alipolia kuelekeza uso wake, Mungu akamsamehe. Alikufuru kwamba Yesu mimi hata simjui, hakuwa rafiki yangu, simfahamu tu. Alimkana Yesu, lakini alipotubu alikubaliwa. Kwa hiyo Yesu alikuwa anaongea nao kwa sababu mioyo yao ilikuwa haijafunguka kumpokea, lakini ikifunguka wanaweza kuokolewa. Kwa kukufuru Roho ni kukataa neema ya wokovu wa Kristo itakoletwa kwao, lakini neema bado ipo kwa watu wote. Yesu akasema na imimina damu yangu kwa watu wote, watakaoamini wataokolewa. Hakutaja watu kadhaa. Kwa hiyo yeyote anayesikia sauti hii, hata kama umefanya kitu ambacho unaona kabisa mbele za macho yako hakiwezi kusamehewa, nenda kwa Bwana na uwezo wa kukusamehe. Mtu pekee ambaye hawezi kusamehewa ni mtu ambaye amekufa katika dhambi, ila kama unaishi, neema ya Bwana itakusamehe. Kwa hiyo hakuna kiwango wote mkufuru Roho Mtakatifu. Amen. Roho ni wa upole na rehema kuliko roho ya mwanadamu yeyote. Fikiri unakosea, unazini, unaiba, unatukana, Roho Mtakatifu yuko anakuangalia. Unamtukana mtu, yuko anakuangalia. Angekuwa anachukua kwamba ukikufuru anakuua, pale pale ulikuwa umekufuru Roho Mtakatifu, kitendo cha kuruhusu roho chafu kukaa ndani yako na kutoa tabia
tabia zisizo za Roho Mtakatifu angekuwa, lakini kwa sababu anakupenda na kuvuta ili utubu. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo kukufuru sio kitu rahisi kama unavyofikiri. Kiwango cha mwisho cha kufa bila kukubali msamaha wa dhambi. Lakini mama nyingine ni muhimu hii, ambayo ndio nyingine mweze kuelewa hii, ambayo inatuhusu sisi sote. Kukufuru ni nini? Ni kukemewa na Roho Mtakatifu juu ya dhambi zako, alafu kakataa kuzitubu. Bwana asifiwe. Na kuendelea kuzifanya. Hii nao ni kukufuru na kumfezei mwana wa Adamu. Haleluya. Ni sehemu ya kukufuru. Roho anakuambia hivi sana, hiki sio sawa. Wewe unaendelea kukifanya na hautubu. Biblia inasema unamkanyaga Yesu na kumfezei mwana wa Adamu. Nao ni sehemu ya kukufuru. Lakini ambayo haisamewi ile mtu anafika hatua anamkana Yesu katika maisha yake kwamba hamna wokovu. Huyo ndo amefika mwisho, na akifa katika hiyo hawezi kusamehewa tena. Yesu asifiwe sana. Kama kuna swali jingine la mwisho ili tuende kwenye somo letu siku ya leo. Swali jingine. Amen. Ninasema, je, ni dhambi gani ya kumkufuru Roho Mtakatifu? Na ni kweli kuwa kunena kwa lugha unaweza kumkufuru Roho Mtakatifu? Ni maswali mawili tofauti. Je, ni dhambi gani ya kumkufuru Roho Mtakatifu? Nimefafanusha. Je, kunena kwa lugha inaweza ikasababisha kumkufuru Roho Mtakatifu? Jibu lake ni ndio. Bwana asifiwe sana. Kama nitanena lakini nanena kwa roho mchafu. Maana kunena kwa lugha, watu wa Mungu, mwanzo nilisema hivi, kunena kwa lugha ni nini? Ni kujaliwa kutamka lugha isiyo asili yako, aidha ya malaika, aidha ya Roho Mtakatifu, aidha za wanadamu. Ule uwezo wa kupewa kutamka isiyo lugha yako, huo ndio uwezo wa kunena kwa lugha. Kwa hiyo hata pale kwenye Matendo walinena kwa lugha, lakini walinena lugha za binadamu. Watu wakawasikia kwa masikio yao wananena lugha zetu. Lakini kuna wakati Paulo analikuta kanisa linanena kwa lugha za Roho Mtakatifu, watu hawaelewi. Wanasema kwa sababu hii lazima papatiwe nafasi ya huduma ya kutafsiri lugha. Kama ni lugha za wanadamu, hakuna haja ya kutafsiri, labda wote wasio wanaelewa hizo lugha. Lakini unaweza kumtafuta mtu ambaye anaijua lugha hiyo, hata asiye na Roho Mtakatifu kabisa, akatafsiri. Wale waliokuwa nasikia hawakuwa na Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu kama washukia wale waliokuwa 120 waliokuwa pale hekaluni wamesubiri ujazo wa Roho Mtakatifu. Kati ya 500 wale 380 wakakimbia wakamwacha Yesu, wakaona hadi 120 wakabaki. Walipojaa wakanena lugha za wanadamu. Bwana asifiwe sana. Sasa kama ni mtu ambaye ni lugha yake akisikia, kwanza anachanganyikiwa, ananena au ameiga lugha yangu. Lakini kama utanena lugha za malaika, na wote ni wanadamu, watawezaje kuelewa? Lakini pia ukinena lugha ya shetani, hawa watawezaje kuelewa? Manake kama utanena lugha za malaika wa Mungu itakuwa na heri, lakini kama utanena lugha za mapepo utakuwa umelinajisi kabisa. Na hiki ni kitu ambacho kinaweza kupelekea ukakosa mbingu kabisa, kama utanena kwa lugha ambayo haitokani na Mungu na ikawa ni ya shetani. Ni kunajisi hekalu la Roho Mtakatifu, na hiyo itakufanya kusema. Kwa hiyo kunena kwa lugha inaweza kukusababisha utende dhambi au inaweza kusababisha usitende dhambi. Inategemea unanena kwa roho yupi. Haleluya.